Bwana, hatimaye Spain mabingwa wapya kombe la dunia 2026. Tuko na mbukuzi wa soka Hamisi Kabwe, karibu tuuchambue mchezo huu wa finali kombe la dunia. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Hamisi Kabwe atatupitisha katika uchambuzi makini kweli kweli. Mbukuzi wa soka, kwema? Kwema, vipi mzee wangu? Safi, uko vizuri kaka? Nipo vizuri. Hatimaye tumefika tamati. Baada ya safari ndefu ya machozi, jasho, damu, furaha, vilio, tabiri na mambo mengi. World Cup imetamatika kaka, na hii jezi nilovaa hapa bwana ya Spain. Mimi sio shabiki wao. Lakini ni mabingwa, nimevaa kwa heshima ya wao kuwa mabingwa. Yes. Nimevaa kwa heshima kwa wao kuwa mabingwa wa kombe la dunia. Yes. Sawa, Hamisi Kabwe, nataka kufahamu kwanza ulikuwa ni mchezo wa namna gani leo? Shot on target kwa Argentina ni kama hatujaelewa hivi. Ulikuwa mchezo wa namna gani Hamisi Kabwe? Ulikuwa ni mchezo upande mmoja kiukweli. Ulikuwa mchezo upande mmoja. Finali ilikuwa imeboa. Haikuwa finali ile ambayo watu wengi waliitarajia. Finali yenye ushindani. Finali ambayo kiuhalisia tungepata ladha halisi ya mchezo wa mpira wa miguu. Unajua, mara ya mwisho kushuhudia finali kali bora ya World Cup ilikuwa mwaka 2022. Argentina na Ufaransa. Simula vizuri. Ilikuwa ni mpishano kweli kweli, sio mashara. 3-3. Ufaransa wanakuja kufungwa kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Lakini hii leo naona finali ilikuwa ni ya upande mmoja. Spain wameutawala mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, wameutawala mchezo. Walichokuwa wanakisubiria Argentina ni moments. Kwa maana kwamba wanaweza kushambulia kwenye counter attack, ikatokea individual brilliance ya Messi kwa ubora aliokuwa nao akafanya kitu basi. Lakini in terms of quality, in terms of game yenyewe, Spain waliutawala mchezo kwa kiwango kikubwa sana. Pengine wametuchelewesha mpaka saa hizi. Tulipaswa kuwa tulishalala hivi sasa. Yes, kwa sababu wametengeneza nafasi nyingi, wameshindwa kuzimia. Subira vizuri Nilikuwa naangalia mpaka inafika dakika 100. 100 kama na ilikuwa dakika 96 ile. Baada ya kuongezwa dakika 30, walikuwa washapiga shots 16, fikiria. Ni mechi ambayo walikuwa wameitawala kwa kiwango kikubwa mno. Tena bahati nzuri Spain wanacheza zile timu. Ile timu unaiona kabisa hakuna star. Kwa sababu ukiangalia Lamine Yamal kwenye World Cup hii ukweli hakuwa na performance nzuri sana. Kwenye finali yenyewe muone Tagliafico kamkaba kweli kweli leo hii, alikuwa atembei. Kila akizunguka huku naye mpaka dogo akawa amepaniki. Hakuwa na kiwango kizuri sana. Lakini pia tulitegemea leo labda Oyarzabal ambaye ana goals 5 akifanya kitu, lakini haikuwa hivyo. Wakati anaingia Ferran Torres nilikwambia kwamba huyu huwa ana bahati. Unakumbuka huwa ana bahati. Alichokifanya Luis de la Fuente kumuingiza Ferran Torres kilikuwa ni kitu kizuri sana. Ni underrated. Yani ni aina ya washambuliaji ambao huwa watu wengi wanawadharau, wanawachukulia poa. Hawakubali. Lakini mimi huwa naogopa sana washambuliaji wa namna hiyo, kwa sababu huwa wanakupa moments ambazo wewe usizozitegemea. Sibula vizuri. Na ndicho ambacho kilichotokea. Anakuja kufunga goli la ushindi ambalo kiuhalisia limekuja kabisa kuzima ndoto ya Lionel Messi la Pulga kutengeneza historia ya Diego Armando Maradona ambaye alichukua mataji 2 akiwa na Argentina. Sibula vizuri. Lakini finali 2 consecutive unaona Argentina wanazipata, muone. Lakini ilikuwa ni historia kipekee ambayo nafikiri Lionel Messi alikuwa anaenda kuitengeneza, lakini haikuwa hivyo. Spain wamedeserve kabisa kuchukua ubingwa kwa sababu shots 20 kaka, on target 12, wakati Argentina wamepiga shots 2 on target hakuna. Muone kiuhalisia pasi 800 karibia 58 kaka. Hakuna kitu kingine zaidi ya kusema kwamba Spain wali deserve kuchukua huu ubingwa kabisa. Wana deserve kuwa mabingwa World Cup. Walionyesha kiwango kizuri tangia mashindano yanaanza.
mpaka mashindano huko yanaishi. Yani wamefunga magoli 15, wameruhusu goli moja tu tangia mashindano yameanza Spain. Wametoka wakiwa mabingwa wa Euro, wamekuja wamekuwa mabingwa wa kombe la dunia. Walifanya hivi 2010. Walitoka kuwa mabingwa wa Euro 2008. Umeona wakina Iniesta, wakina Xavi, wakina David Villa, wakina Sergio Ramos, Fernando Torres. Wakaja 2010 wakachukua ubingwa wa dunia Afrika Kusini, kama unakumbuka vizuri. Tena goli dakika 120 hivi. Umeona Iniesta pasi ya Cesc Fabregas anafunga goli. Kwa hiyo they deserve it. Wamepambana sana. So kwangu mimi nafikiri wamestahili kuwa mabingwa. Bwana, timu Ronaldo imefurahi kweli kweli. Ya sana. Kwa sababu hapa katikati kiukweli Argentina na Messi wametamba sana. Wametamba sana. Ni wakati wao. Wametamba sana bwana. Kiukweli bila kumkosea Messi heshima. Yes, Spain wamepoteza na ndi Spain wamechukua ubingwa. Argentina wamepoteza bila kumkosea Messi heshima. Katika umri wa miaka 39 alichokifanya Messi kwenye mashindano ya World Cup make statement ya kwamba ni mchezaji bora kuwahi kutokea. Sibula vizuri hiyo inataka hiyo utaki, lakini fact ni kwamba Messi ni miongoni mwa vipaji vichache ambavyo tulipaswa kuvishuhudia. Mimi binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kushuhudia World Cup hii, Lionel Messi akicheza katika nchi ya Marekani. Fikiria ligi ya Marekani haina ushindani wowote. Sibula vizuri lakini Messi anakuja katika umri wa miaka 39, anaonyesha alichokifanya. Wachezaji wangapi vijana wameshindwa kufikisha magoli 8? Kylian Mbappe kachukua kweli nandi kiatu cha dhahabu kwa mfungaji bora wa mashindano, lakini angalia alikuwa anashindana na Messi toe to toe. Goals 8 to goals 10. Sibula vizuri. Umeona balaa linapoanzia hapo. Kwa hiyo Messi ni kweli amekosa ubingwa wa dunia, lakini legacy yake kwenye mashindano ya World Cup 2026 itabaki milele na milele. Na pengine inaweza ikawa ni ngumu sana kwa baadhi ya vizazi ambavyo tunaviona kuja kufanya kama alichokifanya Lionel Messi la Portugal. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Katika umri wa miaka 39 Messi, mimi kwanza kani surprise. Sikutegemea kama anaweza kufanya hichi ambacho alichokifanya. Kuna muda Argentina ulikuwa ukiangalia ipo nandi kwenye mabega yake, mgongoni anaibeba yeye. Fikiria katika umri wa miaka mingapi? 39. So wamekosa ubingwa, lakini tuzo ya mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye mashindano, tuzo ya mchezaji bora wa muda wote, kwangu mimi rasmi na mkabidhi Lionel Messi la Portugal. Yes, mimi ni shabiki wa Cristiano Ronaldo na mheshimu. Ronaldo amefanya mambo mengi makubwa bora. Ronaldo ametenga kama si mashabiki wa Manchester United, katutendea mambo mengi mazuri, lakini in terms of talent my brother, Lionel Messi hakuna. Hakuna. Yaani kwa mfano kama Messi leo ndo angekuwa timu ya taifa ya Spain. Leo Messi anakuwa ndio yupo kwenye timu ya taifa ya Spain. Na Spain wanamiliki vile mpira bro. Hiyo unafikiri ingekuwaje? Wewe unafikiri ingekuwaje bro? Lakini Messi isivyo bahati alikuwa upande wa Argentina ambao muda mwingi inazuia, inashambulia kwa counter attack. Kwa umri wake ilikuwa ni ngumu kuweza kucompete kwenye hiyo level. Yeah, of course sina maneno mengi ya kumzungumzia Lionel Messi la Portugal zaidi ya yeye mwenyewe kajionyesha kwenye mashindano ya World Cup. Jicho lako linamwona wapi Lamine Yamal? Lamine Yamal ni very talented player. Na uwezo mkubwa, bado bwana mdogo. Anaweza katupa mambo mazuri huko mbeleni. Na ndio sasa utapima sawe mwenyewe. Lamine Yamal to Messi. Kaka Messi alichokifanya kukifikia Lamine Yamal is not easy my brother. Mimi kwa jinsi ninavyomuona Lamine Yamal atatupa hizo moments bora. Hatuwezi kumkatia tamaa, bado bwana mdogo, ana uwezo mkubwa sana. Lakini kufika alipofika Lionel Messi la Portugal,
Nikimwangalia Lamine Yamal, mimi binafsi nikimwangalia Lamine Yamal kwa jicho tu la kawaida ni ngumu sana kufika. Na kibaya zaidi unajua Lamine Yamal ni mtu wa starehe, anapenda sana starehe. Totos sana. Tofauti na Messi. Messi unajua alikuwa na mke wake yule tangia udogoni yule. Mpaka wamekuwa pamoja nani. Sio mtu wa hivyo sana ukisikia background yake. Achana na hizo conspiracy theory zinazomhusu Messi na masuala ya Illuminati. Lakini ukweli ni kwamba ukimwangalia Messi unaona kabisa huyu mtu mbona kajitunza kwa muda mrefu. Sio vizuri. Lamine Yamal ana talent, ana uwezo. Namuona mbali, lakini mbali ni kwenye career yake yeye. Yaani nitamtem na kumpima kwenye career yake yeye. Lakini kuja kumweka kwenye daraja alilofika Messi kwa sababu anatoka pale Barcelona, anatoka La Masia. Umeona Messi ndo legend, alikuwa anamwangalia kama kioo. Amwangalie kama kioo. Lakini naona ana kazi ya ziada kufika alipofika Messi. Ni mlima mrefu sana kwake. Huo ndo uhalisia kaka. Bwana, kombe la dunia umeanza na timu 2. Yes. Lakini pia Afrika kwa wana support timu zote. Umepoteza Hamisi Kabwe. Nini umejifunza kwenye kombe la dunia? Pamoja na kwamba Afrika tumepoteza kwenye mashindano ya kombe la dunia, lakini mpira wetu unakuwa sana. Mpira wetu unakuwa sana, tena kwa kasi kweli. Ni vitu vidogo vidogo tu. Hasa concentration, subira vizuri ya na pia uzoefu pia kufika kwenye hatua kubwa. Timu zetu nyingi zilikuwa zifika kwenye hatua zile za mtoano. Timu zetu nyingi ndio walikuwa nasikia timu ikifika hatua 16 bora, robo finali zimefika timu 2 au 1. Unafikiri kwenye historia ya Afrika zilikuwa zimefika timu 4 tu hatua ya robo finali. Kulikuwa sio mara kwa mara kufika kwenye hatua hizo. Lakini angalau imetuonyesha kwamba tunakuwa na tunapata diaspora, kwa mfano kama Kongo, DR, Misri wanapambana kutengeneza wachezaji wao wa ndani. Morocco umeona bora, hatujaona Nigeria na wenyewe na kizazi bora sana, subira vizuri. Lakini kuna nchi kama Mali, subira vizuri. Kuna nchi kama Senegal wana migogoro yao ya ndani ndio imewafanya mpaka wasifanye vizuri, subira vizuri. Na nchi nyingi Algeria nyingi zenyewe zimeona mfano. Naamini kabisa kuanzia 2030 2034 kama Mwenyezi Mungu akituweka hai, kuna kitu Afrika tutafanya. Ndicho kubwa ambacho nilichojifunza kwamba Afrika kuna kitu tutafanya. Yaani kuna kitu kikubwa tumekionyesha in terms of quality ya uwanjani, umeona. Lakini kingine ni kwamba hata soka la Asia nalo linakuwa. Japani, nimeona Korea Kusini, tumeona kina Jordan, Iraki, taratibu na wanakuwa. Sasa cha msingi ni kwamba inabidi Ulaya pamoja na Amerika ya Kusini waamke. Of course wamekuwa kiatala mashindano kwa muda mrefu sana ya kombe la dunia. Lakini inabidi waamke kwamba Afrika na Asia wameamka, kuna kitu wanakitaka na naamini tunaweza tukakipata. Yes. Huo ndio uhalisia. Bwana Kabwe, tuzo za kombe la dunia wale ambao wamechukua wamestahili Hamisi Kabwe? Yes, 100%. Paul Kubas bwana mdogo alikuwa na performance nzuri sana kumzidi Lamine Yamal. Lamine Yamal hakuwa na performance nzuri sana kwenye hii World Cup. Huo ndio kweli. Paul Kubas ulikuwa ukimtoa Rodri anayefuata kwa performance nzuri, alikuwa ni Paul Kubas kwenye kosi cha Spain. Kwa hiyo amestahili kabisa. Fikiria katika umri mdogo alikuwa nao. Bro. Dogo anakaba, anafika kwenye matukio, unajua? Can you imagine? Yaani huwezi amini, yani unajua? Kuna muda mpaka alikuwa anamwangalia Paul Kubas nasema huyu ni mtu mzima au mtoto kweli jamani? Mbona mtoto anafanya vitu vikubwa namna hii? Kwangu mimi amedeserve 100% kiukweli. Umeona, amedeserve kabisa, yani kuwa mmoja kati ya mabeki ambao kwa sababu ana umri wa miaka 19. Babu mdogo kabisa. Subira vizuri, yeye pamoja na Lamine Yamal. Miaka 19, babu mdogo kabisa. Ana deserve kwa jinsi alivyocheza, na inatufundisha kwamba unaweza kumwamini kijana mdogo na akakupa kile ambacho unachokihitaji. Cha msingi tu
apite kwenye misingi mizuri ya soka. Ya dogo anajua amestahili, lakini golikipa bora wa mashindano Unai Simons, yes amestahili. Mechi zote kafungwa goli moja tu, sio vizuri. Inawezekana kwa clean sheets walizomhesabia watu wakasema inawezekana, lakini uhalisia ni kwamba huwezi kucheza kwenye timu bora kama wewe sio golikipa bora, sio vizuri. Yes, ni golikipa bora ndio maana amecheza pale. So binafsi kwangu mimi amestahili. Mchezaji bora wa mashindano ni Rodri. Yes, amedeserve. Tena kwanza ni tuzo tofauti kabisa. Watu wengi wangesema labda Messi kwa performance alionyesha, the legend amefanya kitu kikubwa sana, performance bora kabisa kwenye mashindano haya, lakini pili wangesema labda kuhusiana na Mbappe ambaye amefunga magoli mengi, lakini Mbappe ni top scorer. Haijalishi unacheza kwenye nafasi gani, lakini kama perform kwa kiwango kikubwa na wewe ni muhimili wa timu, unapaswa kupewa hiyo tuzo. Rodri tangia ametoka kwenye majeraha kwenye kosi ya Manchester City, amerudi mwishoni akaonekana kucheza vizuri, amekuja kwenye kosi ya Spain as a captain kama muhimili wa timu. Spain ukitaka ku outshine ni katikati mwa uwanja, lakini Rodri alikuwa anawekewa na Fabian Ruiz, anazima vizuri, alikuwa anawekwa na Pedri, anazima vizuri. Kwa kifupi Rodri alikuwa na mashindano mazuri sana, he deserve to win ile tuzo. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri wote waliochukua zile tuzo wamestahili 100%. Asante sana kaka.